Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Mungu ni mwema sana. Amina. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ijumaa ya leo, wiki ya pili sisi kuwepo hapa. Siku ya leo sitakuwa peke yangu. Amina. Siku ya leo itakuwa ni siku ya tofauti sana. Amina. Mimi ni Apostle J. wa Yesu. Leo niko pamoja na mtumishi wa Bwana mchungaji Pastor Esther. Na yeye leo tutakuwa naye pamoja kwa ajili ya sisi kuwabariki, pamoja na mtumishi wa Bwana mwingine ambaye tuko naye tena hapa, Baraka Ephraim Magoti, tuko naye hapa. Leo itakuwa ni siku ya tofauti sana. Ni siku ambayo tutaenda kumomba Bwana katika viwango visivyokuwa vya kawaida. Kwa hiyo naomba kwa muda huu alika watu, muite mtu ambaye aliyoko pembeni yako, wale ambao walikuwa wanasubiria kwamba majira gani, muda gani tutafika na nini. Kwa hiyo usijisikie vibaya leo wewe kukaa kwenye TV yako, kwa sababu kuna kitu Mungu atenda kukifanya katika maisha yako. Karibu sana Pastor Esther. Ni mwanangu pia katika imani. Amen. Mungu ni mwema sana, lakini tuko naye, acha ajitambulishe pia kidogo. Na Mungu ni mwema. Karibu Pastor Esther. Amina. Na mimi nashukuru Mungu kwa kibali alichonipa mbele zake. Amen. Na mbele za mtumishi wa Bwana. Tumekuja na mtumishi wa Bwana Jogoo wa Yesu. Amen. Na mimi nimefurahi sana kwa kweli siku ya leo. Na kwa siku hii ya leo itakuwa ni siku ya maajabu, itakuwa ni siku ya matendo makuu ya Mungu. Kwa kweli tunawakaribisha sana watazamaji wetu. Karibuni sana mnaotazama TV ya Rabi. Tunawakaribisha sana. Mungu ametupa kibali hiki kwa ajili yenu. Tunawakaribisha mje msikilize neno la Mungu kwa ufupi, kisha maombezi. Tuma unachohitaji, kama ni simu piga, eleza shida yako. Mungu ameletoa fursa. Tumia hii fursa, mtu wa Mungu, wakati huu ukiwa unaumwa, una tatizo, umefungwa, unateswa na nguvu za giza. Huu ndio wakati wako sasa wa kujiachia mbele za Bwana. Muda ni mfupi, lakini unatakiwa upate nafasi hiyo ili Bwana akutumie na wewe. Karibuni sana watazamaji wetu, alika na jirani zako. Asante. Yesu Kristo ni mwaminifu na Mungu ni mwema. Tunamshukuru Mungu. Hapa nyuma yetu ya kamera hapo yupo mtumishi wa Bwana pia, Baraka Ephraim Magoti, ambaye tuko naye hapa, ambaye siku zinazokuja utamwona naye ameketi hapo kwenye kiti changu upande wangu wa kushoto hapo, akiwa pia pamoja tunaenda. Sisi ni waombaji na maisha yetu ni maombi. Kwa hiyo ndio maana maombi yanahitaji timu kwa namna hiyo. Tunakuja timu kwa sababu yako. Amen. Tunakuja timu ili kwamba mali ambapo watu walijiunga 2, 3, 4 kwa ajili ya kuvuruga maisha yako, hata sisi pia tumeungana pamoja. Tumekuja timu kusudi Mungu wa neema akafanye jambo jema. Hata Kristo alipokuwa anawatuma watu, alikuwa anawatuma 2, wanaenda 3. Yote ilikuwa ni namna ya ile timu. Na ndio inayoonyesha ushirika mzuri wa kanisa. Sisi ni kanisa la Jerusalem Apostolic City. Tuko pale Mbagala rangi 3. Ukifika pale unachukua gari au unapanda kabajaji 500 tu, watakufikisha pale mahali kituo kinachoita Mzinga Kongowe. Ukishafika hapo basi umefika kanisani kwetu. Tuko barabarani kabisa, na Mungu wa neema akubariki sana. Sasa napenda kumupa na nafasi Pastor Esther akamshukuru Mungu, na baadaye niingie sasa katika somo letu la leo ambalo Mungu wa neema atenda kukubariki sana. Kwa hiyo tulia kimya na Mungu wa neema akubariki tunapoenda kusikiliza maombi haya kwa jina la Yesu. Amen. Basi tumshukuru Mungu. Amen. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tuko mbele zako, mbele ya madhabahu hii Bwana Yesu. Tunatukuza jina lako lenye mamlaka na nguvu na uweza. Tunasema asante kwa fursa hii ambayo umeiachilia Bwana. Azama tuko mbele zako kwa ajili ya kazi hii uliyoianzisha. Nasi Baba, watoto wako tumekuja
Baba, tunaalika nguvu yako na uweza wako mahali hapo, utawale, utamalaki na Roho Mtakatifu. Tunakualika wewe utende matendo yako ya ajabu, ukadhihirike na nguvu zako za ajabu, na moto wako ukawake ndani ya nyumba hii, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen. Basi Mungu wa neema akubariki sana. Na leo kumbuka somo la kipindi hiki somo lao kuu ni kwamba nguvu ya madhabahu ya Golgotha au madhabahu ya Kalvari. Hiyo ndio somo kuu. Kwa hiyo kipindi hiki ndio jina yacho, yani nguvu ya madhabahu ya Kalvari au Golgotha. Lakini leo nitaenda kufundisha kwa dakika chache ili tuingie kuomba. Ninaona watu wengine wameshaanza kunipigia simu. Jamani, ninaomba sana tutapeleka na nafasi. Najua walipomsikia Pastor akiongea hapo simu piga na nini, wengine wakapiga, tutapewa na nafasi ya kupiga simu. Lakini siku ya leo kwa neema ya Mungu tutaenda kujifunza kidogo somo itakayotupeleka kwenye maombi. Tutaenda kujifunza somo linalosema Golgotha, madhabahu ya nyoka wa shaba aletaye uzima. Golgotha, madhabahu ya nyoka wa shaba aletaye uzima. Tuko hapa kabla ya maombi, kwanza tunakufundisha. Kabla ya kukuombea, kwanza tunakufundisha. Kwa hiyo keti, chukua peni, chukua karatasi, chukua daftari, keti usikilize maarifa. Mimi ni jogoo wa Yesu. Kazi yetu ni kuwika manake ni kufundisha, kuwika manake ni kuombea. Kabla tujaanza kuombea watu, kwanza tunawafundisha neno la Bwana na kila kitu kinaenda salama. Kwa hiyo nimesema somo langu linasema Golgotha, madhabahu ya nyoka wa shaba aletaye uzima. Kwa nini ninataja tena Golgotha? Sipendi kuongelea Golgotha leo. Ninaongelea tu ya kwamba ni madhabahu ya nyoka wa shaba. Najua itakushangaza sana kwa kusikia kwamba Golgotha tena madhabahu ya nyoka wa shaba, maana yake nini? Kwa mara ya kwanza nyoka ametajwa katika kitabu cha Mwanzo. Katika kitabu cha Mwanzo ndio mahali ambapo nyoka ametajwa, na tunajua ya kwamba nyoka alitajwa katika tabia mbaya, katika mwenendo usiokuwa sawa. Nyoka kila mmoja, hakuna mtu ambaye leo ukisema nyoka anamuona moja kwa moja shetani, lakini nimekuja kukueleza leo yupo nyoka mmoja ambaye ana mamlaka ya kushinda joka. Kwa sababu kuna tofauti hapa ninaposema, kuna tofauti kati ya huyu nyoka wa shaba na joka. Kwa hiyo utaenda kujua hiyo tofauti sasa hivi. Yupo nyoka ya shaba na joka. Kwa hiyo ninapotaja joka tayari ninaongelea ibilisi, shetani ambaye anayomiliki kuzimu. Nasema kaa vizuri upate elimu, chakula kilichoandaliwa mbinguni special kwa ajili yako tu, kwa ajili ya wewe mtazamaji. Unapenda neno la Mungu. Watu wanasema tunapenda neno la Mungu, watumishi wanayofundisha neno la Mungu. Sasa umepata mtumishi ambaye anaongea neno la Bwana. Haleluya. Kama ulikuwa na wasiwasi na maposto, naomba uketi kidogo. Sikiliza hiyo, utaelewa kwamba kumbe au maposto wapo wengine Bwana amewapa kitu kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo sikiliza, ninafundisha Golgotha, madhabahu ya nyoka wa shaba aletaye uzima. Mafunuo na maarifa, namna ya kushinda shetani. Lazima uwe na maarifa, lazima uwe na mafunuo, lazima ujue. Lazima usiwe paka mtoto wa kujua tu kitu kimoja. Lazima ujue utofauti wa mambo mengi. Biblia sio mstari mmoja tu. Biblia ndani yayo kuna vitabu vingi, na kila kitabu kinaweza kikatafsiriwa kwa namna hii leo, kesho kikatafsiriwa tena hivyo. Yote ile ni kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo nitaenda haraka sana. Kabla sijaongelea nyoka wa shaba aletaye uzima, nitaenda kuongelea kwanza nyoka aletaye mauti. Kwa sababu kama ninaongelea nyoka aletaye uzima, maana yake kuna nyoka aletaye mauti. Kwa hiyo ipo nyoka inayoleta mauti. Kitabu cha Hesabu 21 mstari wa 5 hadi wa 9. Kitabu cha Hesabu 21 mstari wa 5 hadi wa 9. Biblia yangu inasema hivi. Biblia yangu inaeleza hapa kitu kimoja ambacho
Mungu wa neema ataenda kutusaidia. Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli, tasoma Hesabu, kitabu cha Hesabu, nimesema Hesabu 20 na ngapi? 21 mstari wa 5 hadi wa 9. Biblia inasema watu wakamnungunikia Mungu na Musa, mbona umetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zina kinai chakula hiki dhaifu. Mstari wa 6, Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakauma watu wengi wakafa. 7, watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu na wewe. Utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akaombea watu. Mstari wa 8, Biblia inasema Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa atatazama ataishi, atazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka amemuma mtu, alipotazama ile nyoka ya shaba akaishi. Mtu mmoja anasema amen. Amen. Sasa sikiliza kitu ambacho nahitaji kukueleza hapa. Biblia inasema ya kwamba kuna watu walionungunika. Kuna watu walionungunika. Kuna watu walioumia. Kuna watu ambao walichoka maisha. Kama vile wewe pia ulichoka maisha. Kama vile wewe mababu zako wakachoka maisha, nao wakaamua kunungunika. Kwa hiyo pasesa, Biblia inasema wale watu walinungunika kwa kwamba, kwa nini Mungu ametuleta katika jangwa? Kwa nini Musa ametuleta jangwani? Wakati ambapo tunakumbuka maisha ya zamani. Kwa nini tumekuja hapa? Kuna mtu mwingine anajutia kwa nini alienda kuoa kwenye hiyo familia. Kuna mtu mmoja ananungunika pia, kwa nini alienda kuolewa kwenye hiyo familia. Mtu mwingine ananungunika, kwa nini alienda kukaa kwenye ile nyumba ya mababu na mabibi. Leo nimekuja kukueleza, Bwana atakausha manunguniko yako. Amen. Na utapokea uponyaji katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba watu wakaanza kunungunika, wanasema kwa sababu walikuwa wana chakula wala hawana maji mali ambapo walipokuwa wameenda. Na Mungu akakasirika kwa sababu wamemnungunikia Mungu na wakamnungunikia Musa. Mungu akatuma nyoka zinazogonga, zinazonata na zenye sumu ya moto. Na hizo nyoka zilikuwa zikimgonga mtu, yule mtu anasikia ndani ya mwili wake kama anaungua. Sumu ya hiyo nyoka ilikuwa ni moto. Sumu ya hiyo nyoka ilikuwa inakausha damu moja kwa moja. Ilikuwa inaweza kuteketeza mifupa ya mtu na mtu akafa moja kwa moja. Watu wale wakaanza kusema, hapana, imekuwaje sasa? Lazima tukaende tukaombe msamaha. Sikiliza nikwambie, kinachokuwa kinaniwazisha pastesa ni kwamba wale walionungunika zaidi ni wababa. Kwa sababu kisoma Biblia vizuri, nyakati ya zamani wamama walikuwa hawana nafasi ya kuongea. Ndio. Wamama walikuwa wanakubalia tu kile kilichopo, ndio. Wababa ndio waliokuwa, kwa sababu wababa ndio wananungunika, ndio wanaenda kuongea na Musa. Wakati wa zamani wamama kusogelea Musa ilikuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo wao walikuwa mbali sana, kuwasogelea wale ilikuwa haipo. Kwa hiyo maana yake wababa ndio walienda kunungunika kwamba chakula mmetuleta hapa, tumezoea maisha mazuri, mbona mmetuleta hapa kabisa katika hiyo. Lakini Mungu anapotuma nyoka, ile nyoka ikaanza kugonga watu wote, na wale waliofanya dhambi na wale ambao hawakufanya dhambi. Watu wote wakaanza kugongwa. Wake zao wakagongwa na nyoka, watoto wao wakagongwa na nyoka. Waliofanya makosa haya ni wakina baba, tuseme sasa ni wazazi. Wazazi ndio waliofanya makosa haya, wao ndio walionungunika. Watoto wachanga wakunungunika, lakini nyoka haikuangalia mtoto mchanga, haikuangalia mtoto wa mligani. Nyoka iliingia kambini, ikaanza kuwagonga watu wote, ikaanza kuwanata watu wote. Kilio kikawa kikubwa mno. Maana yake kwa makosa ya watu wengine wameumia.
Kwa makosa ya watu wengine, watu wengine wamekosea, taifa limeanza kuumia. Wana wa Israeli wakapata msiba. Kuna watu ambao kwa makosa ya mababu zao leo wao wanaumia. Leo wanagongwa na majoka. Kwa makosa ya mabibi zao walienda kuabudu kwenye mizimu, walienda kutoa makafara. Watu hao walikuwa wanachinja kila mwisho wa mwezi, kila mwisho wa mwaka, kila wakati mtoto anazaliwa kuchwa zinakata, wakati mtoto anazaliwa nywele za kwanza zinachukuliwa, zinaenda kupelekwa, kitovu vinaenda vinazikwa kwenye madhabahu. Hivi vyote kwenye makaburi walienda kuomba waliokufa. Walipofanya haya, Mungu alikasirika na Mungu akaachilia nyoka. Zile nyoka zilipoingia, wale ambao hawana na hatia wakaanza kugongwa pia. Ndio maana kuna watu wanakufa leo, kuna watu wanateseka pia leo, sio kwa sababu ya makosa yao, ni kwa sababu kuna watu waliofanya makosa kwa niaba yao. Namwomba Mungu leo katika jina la Yesu, Bwana wa neema atenda kukokoa na jambo hili katika jina la Yesu. Unaona kuna vifo kwenye familia, watu wanakufa na ugonjwa ule ule. Kwenye familia watu hawaolewi, kwenye familia watu hawajengi, maisha yanafanana yale yale tu. Unajiuliza kuna shida gani? Kuna mahali madhabahu ya kuzimu yalifanya kazi. Kuna sehemu watu walimtendea Mungu makosa na nyoka zikaingia. Kila laana za kutoka kwa mabibi na mababu, kutoka kwa baba, mashangazi na hawa, siku ya leo ni lazima tuzisitisha laana hizi katika maisha yako. Na unahitaji kufanikiwa wewe katika jina la Yesu. Amen. Sasa kinachonifurahisha kwa haraka ni kwamba namna gani watu hao wanaamua kutoka. Kila jambo lina mlango wa kutokea. Tatizo lolote lina mlango wa kutokea. Kama unaandika hilo, na Mungu anema kubariki sana. Kila tatizo lina mlango wa kutokea. Lilioanza lina mwisho. Kila jambo lina mwanzo na lina mwisho. Usiseme ugonjwa wangu huu sio ugonjwa wako tena kuanzia leo. Ule ugonjwa ulianza muda fulani na leo ndio muda wa kuisha. Ule ugonjwa, hiyo shida ilianza siku fulani na leo ndio siku ya kuisha. Sema amen. Sema power. Mungu anema bariki maisha yako sana. Sasa Biblia inasema watu wale wakasema lazima tutafute majibu. Kukaa nyumbani kwako kununa hakukupi majibu. Sasa ndio maana Bwana ametupeleka kwako ili tuje tukakupe funguo, wewe kufungua ukapokea majibu yako. Watu wakasema lazima tukatafute majibu. Biblia inasema wakamwendea Musa, wakamwambia tunaomba utuombee kwa Bwana. Watu wakamwendea Musa, mstari wa 7, wakasema tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu na wewe. Tuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akaombea watu. Jambo la kwanza watu wakasema tumefanya makosa. Lazima tutafute mtu ambaye anaweza akatuombea. Ndio. Anaweza akatuombea. Ndio maana tumekuwa hapa timu kwa ajili ya kukuombea. Amina. Haleluya, haleluya. Watu wakasema ni kweli tuna nyoka zimetugonga. Ni kweli tu watu wanakufa kwenye familia sana, kwenye ukoo wenu, kwenye mbali yenu, sijui kwenye kabila lenu. Kuna watu wanakufa sana. Unafanyaje? Mumeenda kwa waganga, mumezindika, mumefanya vyote, hakuna msaada. Sasa ndio maana Bwana ametupeleka leo Rabi TV kwa ajili ya maisha yako. Tumeleta hapa na Bwana kwa ajili ya maisha yako. Tazama, wanenda wanasema Musa, tunaomba utuombee kwa Mungu, tuombee kwa Bwana. Ni kweli tumekosa, wazazi wetu wamekosa, lakini sisi tumekuja. Wakati ule watu wanakufa, wakati ule kuna msiba, nyumba zina misiba, hakuna mtu mwenye amani, lakini walimkimbilia Bwana. Misiba inapozidi, sehemu pekee mkimbilie Bwana. Haleluya. Misiba inapoongezeka, mazingira pekee mkimbilie Bwana. Watu wakamkimbilia nani? Bwana. Kwa njia ya mtumishi wake. Watu wanafikiri kumkimbilia Bwana ni kwenda kupanda milimani. Hapana, wakasema hapana, lazima twende kwa mtumishi. Kuna mtu ameandaliwa, kuna mtu anaweza akatusaidia. Mungu amenituma hapa kwa ajili ya kukusaidia wewe. Amina. Mungu amenituma hapa ili kusaidia familia yako. Nimeletwa na Bwana hapa kwa ajili ya maisha yako. Ulikuwa umeshakata tamaa, ulikuwa una matumaini tena. Nimekuja kukueleza lilioanza lina mwanzo lina mwisho. Lilianza siku fulani, litamalizika leo siku hiyo. Ijumaa ya leo itakuwa ni baraka kwako. Ijumaa ya leo itakuwa ni ufungulivu kwenye maisha yako. Sema amen kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Yesu libarikiwe sana. Amina. Watu wakamwendea Musa, wakamwambia tuombee sisi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakamwendea Musa. Jambo la kwanza, ninayo mambo matano, malango au ufunguo. Ni ufunguo moja uliogawanika katika sehemu kuu 5. Amina. Ambayo nitakupa kwa ajili ya kutoka katika madhabahu ya majoka iletayo mauti. Amina. Jambo la kwanza, andika kama upo nyumbani kwako. Jambo la kwanza ni lazima uwe na mtu kuhani. Lazima uwe na kuhani. Ni lazima uwe na mtu ambaye huyu mtu ni kuhani. Amina. Lazima, kwa sababu kuna watu wengine pasta wana makuhani wao wa kuzimu. Kabisa. Kuna watu wengine wakilala mizimu inakuja kuwafundisha namna ya wao kwenda kufanya mambo. Ndio maana nimesema uwe na mtu ambaye ule mtu ni kuhani kabisa. Sio mzimu, sio mtu ambaye unaenda kulala usiku uwe na mtu ambaye huyu mtu ni kuhani. Huyu mtu awe ni kuhani wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa kumweleza au wa kuongea naye na huyu mtu muamini. Jambo la kwanza, uwe na kuhani, uwe na mtumishi. Kwa jumla niweze kusema uwe na mtumishi ambaye unamwamini, uongee naye. Hiyo ndio jambo la kwanza. Ndio maana wakati wamegongwa na nyoka, kitu cha kwanza wamemwendea nani? Wamemwendea Musa. Una shida, mizimu, mapepo, unateseka, hakuna vitu vinaenda, unafanikiwaje? Watu wa dunia wana wataalamu wao. Watu wa dunia wana waganga wao. Wewe mwanangu umeokoka, uko mbali na mtumishi wako. Kuna watu wameokoka hajawahi kuongea hata na mtumishi wake. Kuna watu wameokoka mtumishi wake hajui hata jambo lake likoje. Sikiliza, kuna watu wameokoka wanasema hatuna pesa ndio maana hatuongelewi, Sikiliza, Bwana amenituma kwa watu wote ambao walioumizwa pia na watu. Amen. Waliokoka na wasiokoka. Ukihitaji mtu, nipo tayari pamoja na timu yangu kukusaidia. Sema amen kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hiyo ndio jambo la kwanza, lazima uwe na nani? Uwe na kuhani, mtu wa kumweleza mambo yako. Acha kuambia shangazi yako mambo yako. Shangazi mwenyewe ana shida hiyo hiyo, mjomba wako ana shida hiyo hiyo, binamu yako ana shida zile zile. Ndio maana unakwambia twende huko mtaalamu. Hapana, hapa nimekuja kukueleza unahitaji uwe na mtumishi. Jambo la kwanza, lazima uwe na mtumishi wa kumwambia mambo yako. Amina. Wana wa Israel, nyoka imewagonga, nyoka imeleta sumu kwao, walienda kumtafuta kwanza nani? Mtumishi. Amina. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, sio mganga kabisa. Jambo la pili, sio tuende tukazindike, hapana. Jambo la pili, ukishapata mtumishi, nenda kiri, ongea naye. Kama wewe ndio ulikuwa mwenye yale makosa, wewe baba unayonifuatilia, ulikuwa unaenda kwa waganga sana. Wewe baba unayonifuatilia, wewe mama unayonifuatilia, wewe kaka unayonifuatilia, wewe dada unayonifuatilia, kuna vitu ulikuwa unavifanya kwa siri, umeenda kuzindika sana. Ulienda kwa waganga, umetoa masadaka huko kwenye milima, umeenda kufanya makafara huko kwenye makaburi. Kuna vitu ulivifanya kwa siri. Kuna vitu mababu zako walikuwa wanaviabudu zamani. Kuna vitu wajomba zako walikuwa wanaviabudu zamani. Vitu vyote vile vya giza uliokuwa unavitumia. Sasa unapompata mtumishi, kazi yake, nenda ukakiri kwake. Kama wewe hauna ule mtumishi, nitafute mimi hapa. Mimi niyo mtumishi wako. Haleluya. Mungu wa neema akubariki sana. Kama wewe hauna ule mtumishi, nitafute, nipo hapa. Namba yangu inapita pale chini, chukua, utatupigia simu. Mtu mmoja anasema amen. Nenda kwake, kiri. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Hafichaye dhambi yake. Nenda ongea na mtumishi wa Bwana. Familia yetu ilikuwa ni watu wa kutoa kafara. Sisi zamani nywele zetu zilikatwaka, zikapelekwa kwa mganga, zikazikwa kwenye bahari. Tulikuwa tunafanywa hivi na hivi. Babu zangu walikuwa wanafanyaka hivi. Hapana kutunza siri. Yawezekana umeshaolewa au umeoa, unasema nikiongea siri mke wangu atakuja kuona familia yangu ni hapana kuona aibu. Njoo ongea na mtumishi wa Bwana, au tafuta mtumishi wa Bwana. Kama unaye, nenda ongea naye. Kama hauna, nipo tayari kukusaidia. Toa kile ulichokuwa nacho. Yawezekana pastor, kuna watu wengine leo hawaendelee kwa sababu ziko zinazi walizofanya. Wengine walikutana kimwili na baba zao, baba yake, mtu amekutana kimwili na baba yake mzazi, mwingine na mama yake mzazi, mwingine na ndugu yake, mwingine na shemegi, mwingine. Yani kuna vitu uchafu ulifanikaka zamani. Sasa una hicho kitu ndani ya moyo wako, ni vigumu sana wewe kupata uponyaji.
unahitaji kujiachia. Ndio maana wana wa Israeli hawajajificha, wameenda kumwambia Musa hivi, ya tumekutendea dhambi Mungu na wewe. Tumenungunika kwa ajili ya Mungu na kwa ajili yako. Kwa hiyo wakaona tukificha hiyo tutakufa. Hapana kuficha dhambi zako, usifiche makosa yako. Kama mlikuwa mnaabudu mashetani zamani, unahitaji kusema tulikuwa tunaabudu mashetani. Nilikuwa kanatoa sadaka zangu, nilikuwa mimi natoa pesa, nilikuwa kanafanya ibada ya waliokufa kwa namna moja au nyingine. Sasa ukishaongea tutaingia sasa kwenye jambo lingine. Unaona? Hiyo ni jambo la pili. Ufunguo mmoja lakini una vipengele vitano. Jambo la kwanza uwe na kuhani. Jambo la pili ufanyeje? Ukiri makosa. Au pia yawezekana wewe haujafanya lolote, lakini zamani kuna watu walikuwa wanafanya hayo mambo. Sasa unaweza ukasema kwenye familia yetu watu walikuwa wanafanya moja, wanafanya mbili, wanafanya tatu. Unaelewa tena hapo? Manake habari ya familia yako, kwa sababu ili ufunguliwe, jambo la kwanza unahitaji kujua katika chanzo ni nini. Familia yenu kuna watu wamejenga, ndio maana unapambana kujenga. Kuna watu wamejenga. Nani aliyojenga kweli? Waliojaribu kujenga wengine walikufa. Nani aliyosoma kweli? Aliyojaribu kusoma alikuwa mlevi. Waliomaliza chuo akawa mlevi. Nani aliyojaribu kuolewa? Aliyojaribu kuolewa kwenu akafa. Aliyojaribu kuolewa mume akamkataa. Aliyojaribu kuolewa yote ni mpaka wazalie nyumbani, baadaye kwenda kufanyaje? Kwenda kuolewa. Haya yote ukisha yajua utayakiri sasa, na Mungu atende kukusaidia pia. Ya kwamba familia yetu iwe ina nguvu fulani inayotutesa. Ndicho ambacho Mungu anachotaka ili kufungua watu wake. Jambo la tatu, ufunguo wa tatu. Sasa ongea kwa kutafuta msaada. Baada ya wewe kukiri na kuonyesha pale ambapo haukufika vizuri, ongea sasa kwa kutafuta nini? Kwa kutafuta msaada. Unaongeaje kwa kutafuta msaada? Kwa kutafuta msaada, sasa unaanza kuongea. Hapo unaongea mfano, niko hapa, umenipigia simu au umekuja kuniona. Umeshaongea kwenye familia yetu mtumishi, watu hawaendelee. Mababu zetu walikuwa wanaabudu hivi. Mashanga zetu walikuwa wanafanyaka hivyo. Kwenye familia yetu ilikuwa 1 2 3. Lakini sasa nimekuja kutafuta msaada. Mungu anisaidie. Maana yake nini? Maana yake unasema kwamba nimetoka huko. Kwa sababu zamani silikuwa naenda huko, sasa nimekuja kutafuta nini? Msaada. Kwa hiyo unaposema nimekuja kutafuta msaada kwa Mungu wako, umekuja kutafuta msaada kwa Kristo, moja kwa moja unionyeshe katika ulimwengu wa roho kwamba wewe sio wa kutafuta misaada kwa mizimu tena. Sasa umeingia kwa Kristo Yesu. Sasa manake nimekuja kutafuta msaada kwako ili Mungu anisaidie, Mungu aturehemu, Mungu atufungue. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kinachoenda kufanyika sasa ni kwamba sasa utaombewa na kuhani wako au mtumishi wako. Hiyo ni jambo sasa linalotokea. Baada ya wewe kusema hiyo, mtumishi ataomba sasa. Ndio maana wana wa Israeli ndicho walichokifanya. Baada ya wao kuja kuonana na Musa, wakasema tuombee kwa Mungu. Makofi kwa ajili ya Yesu. Tuombee kwa Mungu. Tuombee kwa nani? Kwa Mungu. Manake kuna watu wameandaliwa kuombea watu. Wapo watu ambao Mungu amewachagua wale watu wawe watu wa kuombea watu. Nimechaguliwa na Bwana, nimepakwa mafuta kwa nyakati hizi kwa ajili ya maisha yako wewe. Kwa ajili ya maisha yako wewe. Sema amen kwa jina la Yesu. Yes. Sasa hapo mtumishi sasa atakuombea. Sasa mtumishi atahitaji kukuombea. Atakapokuombea mtumishi, maana yake anaanza kutumia nguvu ya madhabahu tofauti. Mtu mmoja anasema amen. Jina la Yesu barikiwe sana. Atakuombea rehema, atakuombea, ataomba maombi ya kuvunja pia, ya kuharibu hicho kitu. Jambo la mwisho ni kwamba la 4 ni lazima ufate maelekezo ya kuhani wako. Lazima sasa uyafate maelekezo ya nini? Ya kuhani wako. Vile atakavyokuwa anakuelekeza. Kwa sababu kama hauna kiongozi wa kiroho, kama hauna mtu anakutreni rohoni, hautafanikiwa. Unaweza ukawa unaenda kanisani sawa, unahubiriwa sawa, lakini kuna mtu anakuelekezaka nini ufanye katika ulimwengu wa roho. Kuna mtu lazima uwe na mtu anayeongoza pia kiroho chako. Mtu anayokuelekeza nini unaweza ukafanya. Hapa huwa wanaomba hivi, hapa huwa wanaombaka hivi. Hiki kitu kama hicho huwa hawaombi. Hapa unahitaji kumtolea Bwana sadaka. Kwa ajili ya hiki hapana kutoa sadaka. Hapa unahitaji kwanza kutoa fungu la 10. Hapa nenda ukasaidie wajane. Ukitaka unaona lazima upate mwalimu, mtu atakayokuwa na kuelekeza katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Mtu ambaye atakayokuwa anakupa elimu.
Amina. Kwa sababu kama huna elimu hauwezi ukafaulu. Kama huna elimu hauwezi ukaendelea. Chochote unachokiona katika dunia hii ni elimu. Hata uumbaji wa Mungu ni elimu. Biblia inasema katika elimu yake ya kimungu isiyoweza kupimika kwa akili ya binadamu. Maana Mungu alitumia elimu mpaka akakuumba mimi, akakuumba wewe na mimi. Hebu tazama, mimi na wewe tunasema mwili huu ni udongo. Jamani, hivi mwili ukishika hivi ni udongo kweli? Tazama namna wafinyazi wale wanapofinyanga vile viungu au kile kisanamu. Ile sanamu ukigusa hivi jamani, inatikisa mkono kweli? Hamna. Lakini tazama jamani, huu udongo gani huu? Huu ni udongo wa ajabu sana. Huu ni udongo special. Yaani ukiangalia ukisema udongo, yaani ni kitu ambacho manake Mungu alitumia elimu. Kama vile watu mtu anachukua hiki anatengeneza juisi. Mtu anachukua hiki anatengeneza pombe. Mtu anachukua hiki anatengeneza kamera. Mtu anachukua hiki anatengeneza simu. Ametumia elimu. Mungu alitumia elimu kukuumba wewe. Shetani pia akatumia elimu kutuma magonjwa kwenye familia yako. Na mimi pia Mungu amenipa elimu kwa ajili ya kukufungua wewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio jambo la kufanya. Sasa kinachoenda kufanyika pasta kwa kusikiliza maelekezo, muda wangu jamani. Kwa kusikiliza maelekezo kinachoenda kutokea ni kwamba Biblia inasema kwamba wao walisubiria Musa atafanya jambo. Mungu walipoomba na Mungu atafanya maajabu fulani. Mungu anamwambia Musa, sasa sikiliza, tengeneza nyoka wa shaba. Ukamweke pale juu. Yoyote aliyoumwa na huyu nyoka akimtazama tu atapata uzima. Sasa ule muda mpaka Musa aanze kutengeneza nyoka wa shaba, watu bado wanakufa. Unajua nikwambia kitu, mpaka leo huko kwenye channel kuna watu wengi walikufa sana, lakini Mungu alijua ya kwamba ipo siku utakutana na sauti ya Rabi TV. Kwa hiyo Musa anatengeneza nyoka, kuna watu wanakufa. Musa anatengeneza nyoka, kuna nyoka inaendelea kugonga watu tu. Nyoka inaendelea kugonga watu tu. Lakini Musa amefanyaje? Anaendelea kufanyaje? Kutengeneza nyoka. Na baada ya muda watu alipomaliza ile nyoka, watu wote wakatazama ule nyoka. Biblia inasema yoyote aliyogongwa, aliyokuwa hata kama anataka kufa kabisa, wakafungua macho yake kwa nguvu. Yaani wakapanua macho kabisa. Akaangalia tu nyoka akaishi. Yaani wale ambao walikuwa sumu imeshakula mwili mzima, wakawalazimisha tu waangalie, macho yalishafunga, wakifungua macho wanaangalia, wanaishi. Wanaangalia, wanaishi. Maana yake nini? Kumbe inawezekana pasta, kuliko Mungu kuondoa nyoka, Mungu anatengeneza nyoka. Yaani tatizo lipo, Mungu haondoi tatizo, ila anatengeneza majibu katikati ya tatizo. Haleluya, haleluya. Ninatangaza ya kwamba Mungu wa neema anatengeneza majibu katikati ya ile tatizo ulionayo. Amina. Wachawi walienda kuharibu kazi yako, wakazani hautasomesha watoto, wakazani hautamaliza nyumba yako, lakini leo hauna kazi, ila Mungu atakupa pesa kumaliza nayo nyumba. Amen. Sasa watu watabaki wanashangaa, hana kazi, anajenga je? Haleluya. Walimfukuza mume kwa ajili, wakasema ateseke ili watoto wake wasisome tena. Mume amekimbia, lakini wacha ajabu, wewe mwenyewe hauna kazi. Ndio maana najiuliza, watoto wenyewe wanasomaje? Mpaka watu wanashangaa. Mume hana kazi, lakini watoto wanaishije? Sijasema kwamba usifanye kazi, hamna. Naongea hapa watu ambao wamepata madhara kwa njia ya mashetani, wakasema watawakomesha. Bwana anatengeneza kitu mali pale pale. Bado wamesema kwamba tumemfukuza mume atateseka, lakini Mungu atainua watu wengine watakusaidia, watoto wako watasoma. Na watu watabaki wanashangaa. Waliomfukuza mume wako watasema kwa nini tena? Bora huyu mume tu arudi, kwa sababu tumemzuia, watoto wanasoma. Kwa hiyo kuna faida gani? Haleluya, haleluya. Mungu hajafukuza nyoka, Mungu akaacha nyoka. Haleluya. Kwa wakati watu walikuwa waninua macho yao wakitazama ile nyoka, Pastor Esther, kilichokuwa kinatokea, watazamaji wa Rabi TV, sikiliza kitu hiki kitakubariki sana. Mtu akitazama nyoka, jambo la kwanza sumu inaondolewa. Jambo la pili, huyu mtu anapata naweza kusema anapata kinga ya nyoka yule. Manake Mungu hajaondoa nyoka. Mungu hajaondoa nyoka.
ila ametengeneza nyoka. Ukimtazama nyoka, sumu za nyoka wa chini wa mauti inaondoka na kinga inaingia mwilini mwako. Nyoka yule akirudi kukugonga tena, hawezi ukasikia tena madhara. Manake nyoka wapo, lakini wewe hauguswi tena. Oh, haleluya. Nyoka walikuwepo ila hauguswi tena. Katikati ya mashetani yale, katikati ya mapepo yale, katikati ya familia hiyo, wewe utafanikiwa na watu watashangaa. Mbona wengine wameolewa kwenye familia watu hawaolewaki? Wewe utaolewa na bado ule bibi yako mchawi bado yupo. Bado shangazi yako mchawi yule yupo. Watu wanaulizana, imekuwaje yeye kaolewa? Katikati ya nyoka Bwana ameondoa sumu na amekupa kinga ya ile nyoka. Haleluya, haleluya. Mungu wa neema bariki maisha yako. Ramando sakarabayando sata. Sasa kwa nini nimesema nyoka, ule nyoka wa madhabahuni? Kitabu kinasema hivi, nyoka yule wa shaba aletaye uzima. Yesu anapokuja pasta, kitabu cha Yohana 3:14, kwa sababu ya muda sitasoma, lakini tanukuu. Yesu anasema kama vile Musa alivyonua nyoka wa shaba jangwani, ndivyo mwana wa Adam atakavyoinuliwa. Ni lazima Yesu ainuliwe. Maana yake Yesu akiinuliwa, uchawi ule uliokutesa, uliowatesa watu wengine, utakuwepo, lakini wewe utafanikiwa. Oh, haleluya. Utakuwa kama Danieli. Katikati ya wachawi Danieli anafanikiwa. Utakuwa kama Yusufu. Katikati ya wachawi wewe unafanikiwa. Sasa tutaenda kumuinua Yesu. Tutaenda kumuinua Yesu. Tutaenda kumuinua Yesu. Utaenda kumuinua Kristo. Natamani tuombe pamoja sasa. Amina. Hala masaka baba. Rema sakara baba sakara baba. Tunaenda kumwinua Yesu sasa. Rekete mayando sataraba. Sikiliza nikueleze ninachokuambia. Katikati ya wachawi wale, unajua kuna muda Mungu ni wa maajabu pasta. Kuliko Mungu kuwa nyoka, Mungu anaziacha nyoka. Kuna muda unaomba, huyu shangazi yangu akifa, sisi tutafanikiwa, sisi ndo tutaolewa, huyu bibi yetu akifa. Hapana, Mungu anataka bibi yako awepo, ila wewe uolewe. Ili akijaribu kuzuia shindwe, mwisho yote aseme imekuaje? Imetokeaje? Huyu Clara vipi? Huyu Sese vipi? Mbona tulimfunga? Mbona ameolewa? Mungu anataka kuwachanganya maadui zako. Mungu anataka kuwachanganya maadui zako. Mungu anataka kuwachanganya maadui zako. Katikati ya wachawi ufanikiwe. Utaenda kumuinua Yesu. Utaenda kumuinua Yesu. Utasema Baba ninakuinua. Juu ya maisha yangu nakuinua. Juu ya uchawi wa ukoo wetu nakuinua. Umesikia maombi ninayokuambia? Utaenda kunifuatilia sasa. Nahitaji usimame mahali ambapo ulipo. Nahitaji sisi hapo kwa sababu tu ya kamera ndio maana tumekaa chini mwanangu. Tungekuwa hapa tumesimama huko ndani mambo yangekuwa ni hatari sana. Lakini wewe simama juu. Eka sauti yako vizuri. Washa sauti yako vizuri. Eka watoto wako wekae pembeni vizuri. Na sauti yako irekebishe na uanze kunifuatilia ninavyosema hapa. Utaenda kumuinua Yesu kwenye maisha yako. Utaenda kumuinua Yesu kwenye familia. Mahali ambapo watu hawajafanikiwa na uchawi ule wewe utafanikiwa. Na waganga wale wewe utafanikiwa. Wewe utafanikiwa. Wewe utafanikiwa. Wewe utamuinua Yesu. Yeye ndio nyoka wa shaba. Yeye ndio nyoka wa shaba aliyopandishwa pale Golgotha, aliyopandishwa pale Kalvari. Ndio maana walimpandisha Yesu pale. Hivi basi unajua unajua ya kwamba jeshi la Kirumi lilikuwa liamini kama Yesu ni mwana wa Mungu. Wakati Yesu amepandishwa msalabani, Biblia inasema wakati alipokata roho, ndipo sasa mungurumo na tetemeko likatokea. Maskari wakasema hakika huyu ni mwana wa Mungu. Haleluya. Unapomwinua Yesu Kristo katikati ya wale ambao waliokuwa hawakuamini watakuamini. Oh ya masaprada masata. Yesu akiinuliwa, wale walikuwa hawakuamini watakuamini. Yesu akiinuliwa. Ndio maana jioni ya leo kama uko tayari, jiweke tayari. Haijalishi ugonjwa ulionao. Tutakapoanza kumuinua, sema Baba ninakuinua juu ya mashetani ya ukoo wetu. Baba ninakuinua juu ya mapepo ya ukoo wangu. Baba ninakuinua juu ya magonjwa yanayoua watu. Baba ninakuinua. Wewe muinue tu Bwana. Usiwe na jambo lolote. Sema nainua madhabahu ya Kalvari juu ya madhabahu ya mabibi na mababu. Nainua nyoka wa shaba Yesu juu ya majoka yote. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema Mungu Baba. Sema Mungu Baba. Jioni ya leo kwa damu ya Yesu. Jioni ya leo kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu.
ninamwinua Yesu kama ilivyoandikwa, kama vile Musa alivyoinua nyoka wa shaba pale jangwani, ndivyo mwana wa Adamu Yesu Kristo atakavyoinuliwa. Sema leo namwinua Yesu, namwinua Yesu kwenye maisha yangu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, miliki wewe Bwana. Sema nakuinua juu ya magonjwa yanayotesa ukoo wetu, juu ya matatizo yanayotesa familia yangu. Sema nakuinua wewe nyoka wa shaba, wewe nyoka wa shaba uletaye uzima. Leta uzima Bwana kwenye maisha yangu. Omba kwa jina la Yesu. Ramando sayaba. Omba kwa jina la Yesu. Omba mama sasa. Omba mama sasa. Omba mama sasa. Rakata ya baba. Rekabada saka. Sema ninakuinua Baba Mungu wa rehema. Ninakuinua Bwana juu ya wachawi sasa. Ekabarabasaya kwenye anga yo Bwana, katika anga Bwana. Rekabada sayaba. Ninakuinua Bwana. Ninakuinua Bwana. Sema ninakuinua. Omba kabisa, sema Baba ninakuinua. Sema kabisa. Remando saya. Rekababa baba. Rekabada yaba. Resakataraba. Omba kwa jina la Yesu. Omba kwa jina la Yesu. Inua, inua, inua. Inua, inua, inua. Inua, inua, inua. Rama sakaraba. Yandaraba sata. Rekamandura. Yes. Juu ya magonjwa, Yes. juu ya majini, Yes. Yes. juu ya Yes. majoka, Ramando juu ya saya. mapepo. Yesu Kristo inuliwe juu Inua, inua sana. Bwana. Juu ya Sema matatizo Baba ya nakuinua. mtu. Yesu Juu ya nakuinua. huzuni ya mtu. Yesu unainuliwa juu. Unainuliwa juu. Uwezo wako ni mkuu. Namuinuka Mamlaka nyoka. yako ni Namuinua mkuu. nyoka wa Yesu shaba. ni mkuu Yesu sana. Kristo wa Kuliko Nazareti. mizimu Baba yake, leta uzima. kuliko Baba magonjwa leta yote, uzima. kuliko mashetani Ninakuinua wote. Bwana Tunainua kwenye nyumba ya nguvu baba yako. huyo. Tunainua Ninakuinua Yesu Bwana Kristo. kwenye nyumba ya baba Jina la huyo. Yesu. Ninakuinua Baba kwenye nyumba ya mama huyo. Rakabada sayaba. Magonjwa yao yaishe. Nakuinua Bwana. Ramasakara baba kwenye malango yao. Ekabrando saya. Emandara baba. Rikatu ya manye. Ria basandara baba. Ekabranda baba. Mungu wa rehema na baraka. Omba kwa jina la Yesu. Sema Baba nakuinua. Sema Yesu Kristo ninakuinua zaidi. Sema wewe Bwana, wewe nyoka wa shaba. Ninakuinua Bwana. Yesu nyoka wa shaba. Tunakuinua Bwana. Yesu nyoka wa shaba. Tunakuinua Bwana. Leta uzima Bwana. Mali mizimu ilipoleta mauti, leta uzima Bwana. Mali ambapo mashetani yalileta mauti, leka bandoza reba baba baba resota baba bando seketerebe raka baba baba. Ninaona moto, moto wa Bwana unatembea. Ninaona moto wa Bwana unatembea. Shaka banda yaba. Moto wa Bwana unatembea kwenye maisha ya watu. Moto wa Bwana unatembea. Watu wanafunguliwa, watu wanachiliwa, watu wanafunguliwa, watu wanachiliwa. Raka baba baba. Kamba za kichawi zinavunjika sasa. Kamba zinavunjika. Eka banda baba. Watu wanatembea. Mako yanapona, koo zinapona. Raka baba. Miraji ya mtu inafanikiwa. Miradi ya watu inafanikiwa. Sasa hivi tazama. Eka mando saka. Baba tawala wewe. Yesu wangu tawala. Rakando saka. Yesu anapotawala usiku kunakimbia. Sema Baba tawala. Baba tawala nyumba. Tawala nyumba hiyo Bwana. Tawala mwili wa mama huyo. Tawala tumbo lake. Tawala tumbo lake. Ramasaka. Walisema ya kwamba haweza kazaa Bwana. Walisema ya kwamba huyo atakufa Bwana. Baba tawala nyumba ya watu wote wanayotufuatilia sasa hivi Bwana. Omba kwa jina la Yesu. Sema Baba ninakuinua. Ya mando saya. Rekaba yandori. Ramasaya baba. Rekabando saya. Rekatehemea. Rekasuba yaba. Rekabrada baba. Rekamandana baba. Nyoka wa shaba. Nyoka wa shaba. Yesu Kristo. Nyoka wa shaba. Yesu Kristo. Yule anatawala. Yule anatawala. Yule anatawala. Yule anatawala kwenye familia yako. Yule anatawala kwenye mwili wako. Yule anatawala kwenye damu yako. Yule anatawala kwenye biashara yako. Tazama watu wanatembea. Watu wanatembea. Watu wanapona. Watu wanapona. Hiyo sauti sasa. Watu wanafunguliwa. Udhaifu unachia. Udhaifu unachia. Udhaifu unachia. Udhaifu unachia. Kama ulikuwa utembee, simama utembee. Kama ulikuwa utembee, simama utembee. Kama ulikuwa utembee, simama utembee. Rakapapa, resakataya, remando kapa, rakataya baba, remasakapa. Yesu anatawala. Yesu anatawala. Fire! Ramazoria, ramakataya baba, resakataya baba. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema sasa, sema sasa, nyumba yangu inamilikiwa na Roho wa Bwana na Yesu Kristo. Nyoka wa shaba. Yesu Kristo
Kristo. Nyoka wa shaba anamiliki nyumba yangu, anamiliki familia yangu, anamiliki ndoa yangu, tumbo langu, mgongo wangu. Yesu anamiliki kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Sakaramando sayaba. Yes. Kwa muda mchache tuliobaki nao, sasa nitaruhusu simu yaanze kupigwa sasa. Nitaruhusu simu yaanze kupigwa. Utaweza kupiga simu yako Ramando Sakarababa kwenye namba ile ya Voda. Unaweza ukapiga simu yako kwenye hiyo namba ya Voda. Kwenye hiyo namba ya Voda unaweza ukapiga simu yako, kwa sababu kuna kitu Mungu atenda kufanya. Ukipiga simu yako, hakikisha ya kwamba kuna kitu ambacho unachoenda kukieleza sasa hivi. Kama Bwana amekuponya sasa hivi, utaenda kusema. Simu yako tunaisubiri 074975880 0749758. Mtu wa kwanza kwenye simu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana. Punguza kidogo sauti ya TV yako. Karibu dada. Karibu. Ameweka mambo TV na sauti. Tunakusikia dada, dakika zetu karibu. Yesu akubariki. Yesu akubariki. Nashukuru kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Upokela, barikiwa sana. Amina. Mungu akubariki, endelee kutuombea. Ni kweli. Ndio. Katika mafundisho wengi tunapitia. Ndio. Na mambo mbalimbali. Ndio. Lakini tunamshukuru Mungu. Haleluya. Haleluya. Mungu wa neema akubariki sana. Barikiwa. Umesema unaitwa nani? Naitwa Queen kutoka Kiera. Mungu wa neema akubariki sana. Karibu sana. Ndio. Amen. Amen. 0749758880. Mungu ni wa neema. Mungu ni wa neema. Oh, haleluya. Na dakika zetu zenyewe zimeyoyoma kweli kweli. Dakika zetu zimeyoyoma kweli kweli. Mungu ni wa neema. Mungu ni wa neema. Mungu ni wa neema. Haleluya. 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 Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu sana. Mungu ni mwaminifu. Amen. Mungu ni mwaminifu sana. Amen. Yeah. Kwa hiyo katika namba hiyo 0749758880. Kwa hiyo unaweza ukatupigia simu hapo, na kwa sababu tena dakika zetu zimeshafika kabisa mwisho. Unaweza ukapiga tena baada ya kipindi hiki, unaweza ukapiga tena simu, na Mungu wa neema atakubariki sana, na Mungu wa neema atakutetea sana. Mungu wa neema atakuinua sana kwa ajili ya maombi, na maombezi. Mungu ni mwaminifu sana katika kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasesa, una jambo gani la kusema kwa wakati huu? Nilikuwa nataka kusema kwamba kuna wengine unakuta mtu amebarikiwa kwa maombi haya. Ndio. Anatamani atoe sadaka yake. Ndio. Lakini anashindwa atatoaje. Ndio. Labda tumtangazie namba za kutuma hata sadaka, kwa sababu tayari hii ni madhabahu. Amen. Na madhabahu lazima sadaka iwepo. Kuhani tunaye. Ndio. Na sadaka iwepo. Sawa. Ibada ikamilike. Sawa. Namba yetu ya sadaka ni hiyo ya Voda. 0749 75
8880 au 0749. Jina litatoka Eunice, ni jina ambalo litakayotoka hapo, Eunice ya Kiswahili kabisa, Eunice kabisa, hiyo itakayotoka hapo. Na Mungu wa neema awabariki sana. Kwa wakati mwingine namba ya pili, namba hiyo namba pekee ndio inayotumika kwenye hiyo Voda ndio inayotumika kwenye nani yetu ya kutuma ya kutuma sadaka. Kwa hiyo kwa utukufu wa Yesu napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kila kitu. Wanahitaji maombi, wanahitaji maombi. Sisi tupo namba ile, namba hiyo ipigwe. Ukipiga hiyo namba tutapokea, tutaongea na wewe, tutakuelekeza, tutakushauri panapohitaji ushauri, panahitaji maombi, tutakuelekeza na yote. Mungu ni mwaminifu, kila kitu kitakuwa sawa kabisa. Amen. Tunashukuru kwa wote waliobarikiwa ndani ya siku ya leo. Mungu ni mwaminifu sana. Amen. Na siku ya Ijumaa inayokuja saa 11 tutakuwepo tena na tutaendelea na kazi. Amen. Basi tumshukuru Mungu kwa ajili ya hatua ambayo tuliyofikia sasa hivi. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, Mungu mwaminifu, Mungu mwenye nguvu, asante kwa ajili ya muda huu, asante kwa ajili ya wakati huu, asante kwa ajili ya majira haya. Ninabariki kila mtu ambaye Bwana anaenda kutusikiliza katika jina la Yesu Kristo, atakayoenda kutusikiliza Bwana kwa wakati huu, hata kwa baadaye, hata kwa marudio. Baba kambariki katika jina la Yesu. Kila mtu ambaye Bwana aliyoweka imani kwa maombi haya akafunguliwe na neema na baraka zako zikamfungue kila mtu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninaomba na kusema amen. Usikose kufuatilia marudio, ni siku ya kesho, siku ya kesho Jumamosi kuanzia saa 11 kamili, na utapata marudio haya. Mimi ni mtumishi kiongozi wa kanisa la Jerusalem Apostolic City kwa Majogoo wa Yesu. Tuko hapa Dar es Salaam katika wilaya ya Temeke, jimbo la Mbagala, kata ya Twangoma. Hapo ndipo tulipo. Ukifika Mbagala Rangi 3, basi unaweza ukapanda bajaji, ni 500 tu, itakuacha kanisani mahali panapoita Mzinga Kongowe. Ukishafika hapo, basi umefika kanisani kwetu. Mungu wa neema akubariki sana, na Bwana wa neema hakutetee katika kila kitu, na Mungu abariki viongozi wote wa Rabi TV. Amen. Na Yesu mwaminifu sana. Amen. Na Mungu abariki wana Jerusalem wote, Majogoo wa Yesu. Shalom, shalom. Asanteni sana kwa wakati mwingine.